1977 ibara ya 51 hadi 52 pamoja na taratibu za kisiasa nchini Tanzania. Zimekaaje? Kwanza kabisa awe mbunge wa bunge la Tanzania. Yani ili uwe waziri mkuu lazima uwe mbunge kutoka jimbo lolote lakini uwe mbunge wa jimbo lolote Tanzania. Hii ni kwa mujibu wa ibara ya 51 kifungu cha pili ya katiba, na waziri mkuu lazima awe mbunge wa bunge la taifa. Lakini pia hii inamaanisha mtu lazima awe amechaguliwa na wananchi. Sio, unanielewa? Au ameteuliwa kuwa mbunge wa kuteuliwa na rais. Lakini pia cha pili awe raia wa Tanzania. Huyo lazima awe raia wa Tanzania kwa kuzaliwa, sio wa kununua au kuja ile kupewa uraia. Uwe raia wa Tanzania kwa kuzaliwa. Lakini sababu ya tatu, awe na sifa za uongozi na uadilifu, na hii sasa inaenda kwenye zile character za mtu ambazo ni mtu binafsi. Sasa tukikuangalia unafaa kutuongoza kama waziri mkuu namna hiyo. Sifa ya nne ni kwamba huyu mtu bwana anateuliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia anathibitishwa na bunge. Baada ya kuteuliwa anakuja kuthibitishwa na bunge. Na hiyo inafanyika baada ya uchaguzi, na ambapo rais wa Tanzania humteua mbunge mmoja kuwa waziri mkuu, na bunge kuthibitisha uteuzi huo kwa kura. Na hiyo itakuwaje? Kwa kura, zile kura za ndio, hapana, ndio atuongoze, hapana. Kura zikiwa nyingi za ndio, mnatangaziwa waziri mkuu. Zikiwa hapana, basi tunaangalia utaratibu kumpata waziri mkuu mwingine. Lakini hii ni baada ya kuthibitishwa, rais anamwapisha rasmi na kuwa waziri mkuu hapo hapo. Lakini pia sifa nyingine kabisa na ya mwisho ambayo nimekuandalia siku ya leo ni awe tayari kuongeza shughuli za kiserikali bungeni. Lazima uwe tayari kuongoza shughuli za kiserikali ndani ya bunge na nje ya bunge. Unasemaje Tanzania? Weka maoni yako hapo kupitia 0779 7295 93. Na wewe pia niwekee kwenye comment hapo. Unafikiri nani atachomoza kati ya Kitila Mkumbo, Dr. Tulia Ackson, Biteko au Makonda? Nani anachomoza hapo? Mambo yanaenda namna hiyo. Sawa, tunaendelea na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini pia habari nyingine hapa ambayo imepewa uzito inaandika, inasema Mwinyi kuonesha dira ya Zanzibar leo, akizindua baraza la mawakilishi, ambapo ukurasa wa 17 kuna undani wa taarifa hiyo. Wakati habari nyingine iliyopewa uzito kwenye habari hii kwenye gazeti hili inasema wataalamu pombe na tumbaku chanzo kikuu cha saratani ya matiti. Sasa kuna wanawake wanatumia tumbaku kiwango kikubwa na pombe. Kwa mujibu wa wataalamu, mujibu wa gazeti la Nipashe, unaambiwa kufanya hivyo unajiongezea nafasi kubwa ya kupata matatizo saratani ya matiti. Na sasa hivi bad news ni kwamba hata wanaume mnaweza kupata saratani ya matiti. Sasa usishangae, ndio hata wewe mwanaume ndio inakuwa hivyo.